ambaye anafaa kuabudiwa na viumbe vyake vyote. Kwa hivyo mwalimu amefundisha, na katika yale ambayo amefundisha, mwenye masikio naye amesikia. Kwa saa hii, muda huu, fursa huu, nataka nifundishe mambo na miezi katika vitabu vya Mwenyezi Mungu. Kwanza nitaanza na Biblia, baadaye nitarudi kwa Qur'an, alafu tutaona inasemaje. Na mbele yenu leo nimesimama na kalenda sampuli tatu ama kalenda aina tatu. Niko na kalenda ambayo ni kalenda kwa mfumo wa Kiyahudi. Hii ni kalenda ambayo alianzisha ni Musa, baada ya Musa kutoka na wana wa Israeli Misri pale jangwani. Moja kwa moja miezi ilianza kuhesabiwa kuanzia hapo. Kalenda la pili, niko na kalenda ya Gregorian calendar. Hii kalenda Gregorian calendar ni kalenda ambayo mwanzilishi wake ni gavana moja, mtawala moja anaitwa Gregory katika nchi ya Roma. Na kalenda hii iliundwa mwaka wa 325 katika nchi ya Ugiriki, wakati Wayahudi, wakati Wagiriki na Waroma wanafanya makubaliano. Alafu niko na kalenda ya tatu, ni kalenda ambayo inaitwa Hijra calendar. Hii ni kalenda ambayo ilianzishwa wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatoka Maka kwenda Madina. Wakati aliingia toka Maka kwenda Madina, hiyo mwezi wa kwanza ukapewa jina. Kwa hivyo leo hii niko na kalenda haina tatu, na hizi kalenda haina tatu tutataka kujua ni kalenda hipi sahihi, kalenda ya Mwenyezi Mungu, ama ni kalenda gani ambayo inafaa. Ndio leo hii tunataka tufuatane ama tufuatilie maneno haya, na ikiwa haya kalenda tutayafundisha, katika hali ya kuyafundisha, basi uone kalenda ya Mwenyezi Mungu ambayo Mwenyezi Mungu anaijua, ama Mwenyezi Mungu ameikubali, ama mfumo ambao Mwenyezi Mungu kwa mpangilio wake aliwapangia wanadamu, basi hatutakuwa na budi kuifuata. Vile nimeelezea, nitaingia kwa vitabu, alafu baada ya kuingia kwa vitabu nitakuwa ni mwenye kubainisha haya maneno moja kwa moja. Kwa hivyo nawaombeni muwe wenye kusikiza na wenye kusonga karibu ili tupate maneno haya. Na vile vile sisi Waislamu katika mafundisho yetu ama katika hali ya kufundisha maneno ya Mwenyezi Mungu, basi tunafundisha. Baada ya sisi kufundisha, tunapeana nafasi ya kuuliza maswali. Kwa sababu gani tunapeana nafasi ya kuuliza swali? Ni kwa sababu kama haujaelewa, popote ambao hujaelewa, unakubaliwa kuuliza. Popote ambao haujasikia vizuri, unakubaliwa kuuliza. Ama ikiwa tutakuwa tumefundisha visivyo, mambo ambao hayaendeleana na ukweli, basi wewe tunakupatia nafasi ya kuja kuturekebisha. Hii ndio desturi ya
mafundisho ya Kiislamu. Sisi Waislamu hatuwezi tukafundisha, baada ya kufundisha ukiulizwa swali unasema ya kwamba wewe umeingiwa na mapepo ya maswali. Kwa hivyo haya mapepo yanatakana ukuje uombewe, na haya mapepo yaende katika jina la Yesu. Huyo jua ya kwamba yale maneno ambayo anakufundisha hana ukweli nayo, kwa sababu Yesu mwenyewe katika umri wake, muda wake ambao aliishi na watu katika dunia hii, Yesu alikuwa anaulizwa maswali, na katika hali ya kuulizwa maswali Yesu alikuwa anajibu swali ambao ameulizwa. Vile vile Yesu pia alikuwa akiuliza swali, ama alikuwa anauliza watu maswali. Kwa hivyo ikiwa wewe huko na mwalimu wako ambaye baada ya kukufundisha hakubali wewe humuulize swali, basi anza kushuku huyo mwalimu, kwa sababu usipomshuku dakika ya mwisho utapatikana shakahola. Utapatikana shakahola. Na kama hautapatikana shakahola, basi utapatikana ya kwamba unasambwa kofi, yani unapigwa kofi. Kuna wachungaji wanapiga mpaka watu kofi. La ajabu unapigwa kofi na unacheka. Yani mambo ya kushangaza sana. Vile vile kuna yale ambao nasikia ya kwamba imetokelezea sehemu ambayo inaitwa Rogo. Ni mafundisho ya kichafu, mafundisho ambayo hayana maswali. Juu ukiuliza maswali unaambiwa ya kwamba umeingiliwa na pepo ya kuuliza swali. Kwa hivyo naingia moja kwa moja kuhusu mada ambao mwalimu wangu amenisimamisha ili nifundishe. Naona Onyango anakuja mbio kabisa, na tafadhali ningependa ile somo nikilianza ingekuwa vizuri kama Onyango yuko mezani, tuende moja kwa moja. Na mimi nimekuwa na Onyango hapa, na Onyango hajaniambia ya kwamba yeye ni pastor wa kanisa gani ama ni mchungaji wa kanisa gani. Itakuwa makosa sana ikiwa mimi nitajadiliana na Onyango na hiyo ya kwamba Onyango sio mchungaji. Mwalimu, hebu mpatie Onyango mic kidogo, alafu niendelee. Mr. Onyango, amani ya Mungu iwe juu yako. Shalom. Shalom maana yake ni amani. Hiyo ni lugha ya Kiebrania. Uko sawa kabisa. Shalom. Hii maneno ya kutopaki Bwana asifiwe, hii maneno haipo. Shalom. Onyango, tuko na mada tunataka kufundisha kalenda. Na leo ndio siku yetu ya mwisho katika huu mji. Labda Mungu akipenda tutarudi wakati mwingine inshallah. Onyango, wewe ni mchungaji ama wewe ni mfuasi? Mimi ni mfuasi. Wewe ni mfuasi. Ina maana uko na mchungaji wako? Niko na wachungaji wangu. Uko na wachungaji hata si mmoja? Wengi. Ambao wanakuchunga. Na mbona hawaonekani Onyango? Ni dhahiri kwamba wamefika. Sijui kwa nini hawajafika. You don't force people. If you like you come. If you like you don't. Sasa wewe umefanya nini? Umesema haujui kwa sababu gani hawajakuja, si ndio? Ndio. Na Biblia ikikuambia hawajakuja kwa sababu gani, unaweza kukubaliana na Biblia? Wachungaji. Kwa sababu gani hawa wachungaji hawajakuja? Biblia ikisema unaweza kubaliana na kwa sababu wewe hujui. Lakini Biblia inaweza kujua kwa sababu gani hawa wachungaji hawajafika hapa. Unaweza kubali Biblia ikisema? Usome kwanza ndipo nijue kwa nini hawajakuja. Basi vizuri sana mwalimu. Hebu mpe wewe. Kwa sababu gani hawajakuja? Yeremia 56 inasema, sikiza Onyango, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Yaani wakina Onyango wafuasi
wamekuwa kondoo waliopotea. Wachungaji wao wamewapoteza. Wachungaji wao wamewapoteza. Wamewapotosha milimani. Wamewapotoshea mpe mwalimu. Anayo. Onyango. Mungu analalamika, anasema nyinyi wafuasi mmekuwa kama kondoo waliopotea. Kwa sababu gani? Wachungaji wenu wamefanya nini? Wametuacha. Wamemwacha. Ndio sababu hawezi wakaonekana hapa. Umesikia? Nimesikia. Ndio sababu hawawezi kuonekana hapa. Kwa sababu gani nyingine mwalimu? Kitabu cha Isaya 51:10. 51:10 kitabu cha Isaya. Inasema na 56:10. 56:10. Ni 56:10 Isaya. Hiyo ni sababu la kwanza. Sababu walinzi wake ni vipofu. Mungu anasema walinzi wake ni vipofu. Yaani walinzi wao ni vipofu. Walinzi wake ni vipofu. Wote pia hawana maarifa. Hawana maarifa, ndio sababu wewe ukawaona hapa. Hawana maarifa hao watu. Hapo ndani Onyango una maarifa. Takana uanze kuchunga hao. Mbadilisheni. Wewe uanze kuwachunga. Endelea. Mwalimu niache maneno. Endelea mwalimu, ni maandiko hayo, sio maneno yetu. Wote ni mbwa waliobubu. Mungu anasema hao wachungaji wote ni mbwa waliobubu. Ndio sababu hawawezi kuja katika mijadala kama haya ili tujadiliane na wao. Hawawezi kulia. Hawawezi kulia na kuota ndoto. Kazi yao ni kuota ndoto, kulala. Tena wamependa usingizi sana hao wachungaji. Upenda usingizi. Wanapenda sana usingizi hao wachungaji. Naam. Mbwa hao wanachoyo sana. Mbwa hao Mwenyezi Mungu anasema wanachoyo sana. Hawashibi kamwe. Hawashibi kamwe. Yaani hatutoe sadaka miaka 10 hawatatosheka. Hawashibi. Na hao ni wachungaji. Na hao ni wachungaji. Hao ni wachungaji. Mungu anasema sio mimi. Hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno. Hawafahamu neno, ndio kwa sababu wameacha Onyango hapo peke yake anang'ang'ana. Na siku ya Jumamosi watataka sadaka ya Onyango. Onyango, chunga hiyo sadaka yako. Wote pia wamegeuka upande, wazifuata njia zao wenyewe. Wamejigeuka upande na kufuata njia zao wenyewe. Ndio saa zingine wanapatikana shakaola. Kila mmoja kwa faida yake. Kila mmoja kwa faida yake. Ndio unaona wanakimbia na magari kubwa kubwa, na wao Onyango wanatetea dini bila gari. Mimi sitakuona ukija hapa na gari. Kutoka pande zote. Kutoka pande zote. Sema. Njooni, husema njooni nitaleta divai. Wanasema wengine pia wanasema njooni divai iletwe. Na tunywe sana kileo. Tena wakunywe sana kileo. Na kesho itakuwa kama leo. Wanasema tu tukikunywa divai kesho itakuwa kama leo. Kupita kiasi. Kwa hiyo hii ndio sifa ya wachungaji. Na Biblia imewaongelea vizuri sana. Ndio unaona wamewacha Onyango peke yake hapa anang'ang'ana. Alafu Jumamosi siku ya Sabato wanataka Onyango atoe sadaka. Onyango usipea hao sadaka. Kwa sababu gani usipea hao sadaka? Tuulize Yesu. 7:12 Mathayo. Usiwape. Usiwape. Ngapi mwalimu? 12:7 Mathayo. 12:7 Mathayo. Usiwape. 12:7. Hii ni hakika. 12:6. Si 7 mwalimu. Inasema ngoja nibadilishe manake imekatika kidogo. Imeliwa. Mathayo 12:7 inasema 12:7 inasema hivi. Naam. 12:7 kama tungejua hapa pana kikuu kuliko hekalu. Kama tungejua maana ya maneno haya, nataka huruma wala si tambiko. Mwalimu, hebu soma hiyo neno version. Italeta vizuri. Sawa. Soma hiyo neno version. Sikuna imprimato hapo iko na hizo ina nini kabisa, ina hizo maandiko zote. Imprimato hiyo nyekundu. Sawa mwalimu. Najua Biblia mambo yake ni magumu.
Hawa wamejua hiyo nini, hiyo habari njema ni ya Wasabato. Kuna kitu hapo. 12:7 inasemaje? Mathayo 12:7. Alafu niingie kwa mada moja kwa moja. Sawa. 12:7 inasema, naam. 7 nimeipata. Inasema hivi. Naiseme mwalimu. Lakini kama mngelijua Yesu anasema, lakini kama watu wangelijua maana yake maneno haya, kama watu wangelijua maana ya maneno ya Mwenyezi Mungu, ama maana ya maneno ambayo Yesu anayasema, nataka rehema. Yesu anataka rehema wala si sadaka. Yesu hataki sadaka. Hebu mpe mwalimu. Anayo. Msonyana. Yesu anataka rehema, hataki nini? That he wants justice. He doesn't want sacrifice. Yeah. Kwa hivyo Yesu yeye hataki sadaka. Yeye anataka tu rehema, lakini kule toa ndugu toa dada. Tuache hapo mwalimu. Mwalimu sana. Ukianza kitu malizia. Ulicho nacho, ukiwa na kisu toa. Kama ni panga, mayai, kama ni risasi, Lakini mwalimu, hebu tuangalie kweli kutoa sadaka inafaa. Umejua nisiweke pending. Kutoa sadaka inafaa, na kama inafaa ifanye kazi gani? Nenda katika Qur'an sura ya 9 aya ya ngapi? Aya yake ya 64. 64 Al-Karim inasema, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Safi. 9 ngapi? 64 inasema 9:64 Al-Karim inasema, wanafiki wanaogopa kuteremshiwa sura itakayowatajia kuja 60 hapo inasemaje? sadaka hupewa watu hawa. Ndio hiyo. Kwa hivyo sadaka inafaa. Kwa Biblia Yesu amesema yeye hataki sadaka, yeye anataka tu rehema. Lakini angalia katika Qur'ani. Mungu anasema nini kuhusu sadaka? Endelea. Sadaka hupewa watu hawa. Yaani sadaka ikishatolewa upewa watu hawa. Mafakiri, jambo la kwanza mafukara. Yaani wafukara ninafaa wapewe sadaka. Sio watu wa magari kubwa kubwa. Na maskini wanafaa wapate sadaka. Mwalimu, hebu tufafanue fukara na maskini. Unajua hii ni lugha nyingine. Fukara ni yule ambaye kwamba akijaliwa kupata, yani akiamka asubuhi hajui kama ataangukia chochote. Lakini maskini ni yule angalau anaweza pata breakfast, hajui kama atapata hizo zingine. Kweli. Akipata lunch hivyo. Kwa hivyo fukara ako mbaya zaidi ukilinganisha na yani mtu mwenye ameamka hajui atapata chakula ama hatapata. Yani fukara ni mtu mwenye ameamka asubuhi hajui atapata chakula ama hatapata. Lakini maskini anapata lakini haimtoshi. Anapata kidogo akija haimtoshi. Endelea. Sadaka hupewa watu hawa. Sadaka hupewa watu kama hao. Mafakiri na maskini na wanaozitumikia na wanaotiwa nguvu nyoyo zao juu ya Uislamu, na wanaotiwa nguvu nyoyo yao katika dini ya Uislamu. Hii ni sadaka kwa mfumo wa Kiislamu. na katika kuwapa ungwana watumwa, na katika kuwasaidia wenye deni, wale ambao wako katika hali ya kifungo na wale ambao wamelemewa na madeni zao, na katika kutengeneza mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, na katika hali ya kutengeneza mambo aliyoamrisha Mwenyezi Mungu, na katika kupewa wasafiri walioharibika. Na mtu akiwa alikuwa kisafiri na safari yake imeharibika, natakana apewe sadaka. Ni faradhi inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Hii ni lazima inayotoka kwa Mwenyezi Mungu. Yaani hiyo ni amri toka. Yaani hii ni amri ambayo imetoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hekima. Na Mwenyezi Mungu ni mjuzi na mwenye hekima. Kwa hivyo ukitoa sadaka, basi sadaka zako inafaa ifanye hizo kazi. Na kama sadaka zako haifanyi hizo kazi, jua wewe ya kwamba unalisha watu bure. Hiyo unalisha watu bure. Hebu angalia mtu katika ujana wake. Katika ujana wake, huyo mtu alikuwa anafanya kazi akitoa sadaka. Mpaka ikafika wakati wa uzee
mwalimu? Inatakikana apewe. Inatakikana apewe. Kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Yeye wakati wa ujana wake alikuwa akifanya kazi na akitoa sadaka. Sasa katika uzee wake afai atowe, inatakikana sasa apewe. Lakini nyinyi sadaka zenu mnazijua penye mnazipeleka. Mwalimu, wacha niingie kwa mada moja kwa moja. Ulinisimamisha ili nifundishe mada kuhusu miezi. Hebu tuanze na Mwenyezi Mungu katika tuanze na Biblia. Biblia inatufundisha nini? Kitabu cha Mwanzo 1:1 mpaka 4. Mwanzo 1:1 mpaka 4. Inasema, naam. Mwanzo 1:1 mpaka 4. Naam. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Na nchi ilikuwa ukiwa. Na nchi ilikuwa ukiwa. Tena. Tena utupu. Tena nchi ilikuwa haina chochote na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Na giza ilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akaiona kuwa nuru ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana. Mungu akaita nuru mchana. Na giza akaliita usiku. Na giza Mungu akaliita usiku. Ikawa jioni. Ikawa jioni. Ikawa asubuhi. Ikawa asubuhi. Siku moja. Tulia mwalimu. Kwa hivyo hizi hali ya Mwenyezi Mungu kuumba mbingu na ardhi, na kuumba mchana na usiku, na mchana na usiku, saa nukta moja inatengeneza dakika, na dakika inatengeneza saa, na saa inatengeneza siku. Kwa hivyo Mungu anasema ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Ina maana kutoka asubuhi mpaka jioni, tena kutoka jioni mpaka asubuhi, hii ni siku moja. Hii ndio hali ya umbile ambayo Mwenyezi Mungu aliumba nini? Aliumba nayo dunia. Hebu tuangalie Qur'an. Qur'ani Mwenyezi Mungu anatuambia nini? Sura ya 9 aya 36 mwalimu. 9:36 mwalimu. Na iseme Sura Tauba 9:36. Na inasema hivi, idadi ya miezi ya mwaka mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu. Idadi ya miezi ya mwaka mmoja mbele ya Mwenyezi Mungu ni miezi 12 katika elimu ya Mwenyezi Mungu. Ni miezi 12 katika elimu ya Mwenyezi Mungu. Mwenyewe tangu siku alipoumba mbingu na ardhi. Mwenyewe tangu Mungu alipoumba mbingu na ardhi. Katika hiyo imo minne iliyo mitukufu kabisa. Katika hizo miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitukufu kabisa. Nayo ni Rajab, nayo ni mwezi wa Rajab, mfungo pili, mfungo tatu, na mfungo 4. Kufanya hivi ndivyo dini iliyo sawa. Kufanya hivi ndivyo dini iliyo sawa. Kwa hivyo katika Qur'ani tumepata kwamba Mungu anatuambia idadi ya miezi katika elimu yake ni 12 tangu Mwenyezi Mungu alipoanza kuumba mbingu na ardhi. Kwa hivyo hizo miezi ni 12, kuna miezi mingine ndani yake mitukufu. Ene maneno ya Qur'ani na maneno ya Biblia. Hebu mwalimu,
Hebu mwalimu tuendelee. Kwa hivyo Qur'ani imetuwekea wazi na Biblia pia imetuwekea wazi. Kwa hivyo hii ndio vile Mwenyezi Mungu alivyoanza kuumba mbingu na ardhi. Hebu tuangalie Biblia inatuambiaje kuhusu miezi na saa. Miezi na saa Biblia inatuambiaje? Ama ilianza kuharibikia wapi? Walimu, Danieli 7 23 mpaka 25. Danieli 7:23 Danieli 7:23 mpaka 25. 7:23 inasema, na iseme mwalimu 23 nitafuta Danieli. Akanena hivi, naam. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme. Akanena hivi, huyo mnyama wa nne atakuwa ni mfalme wa nne juu ya dunia. Danieli akija anatuongelesha kuhusu wanyama wanne. Hao wanyama wanne anasema ya kwamba watakuwa wafalme wa dunia. Utakuwa mbali na falme zile zote. Mnyama wanne ambao ni mfalme wanne itakuwa mbali juu ya mfalme zote. Na wao utakula dunia yote. Na utakula dunia yote. Sauti. Tutafanya aje? Najua hapa tunasema tunajifundisha mambo ya Mungu. Na huyo Mungu ambaye tunafundisha maneno yake, huyo Mungu anayepeana afya. Na huyo Mwenyezi Mungu ndiye anaweza kukuangamiza ama huyo Mwenyezi Mungu akakupatia uhai. Kwa hivyo wewe ukifanya kiburi kwa ajili ya maneno ya Mwenyezi Mungu, jua ya kwamba unatafuta vita na Mwenyezi Mungu. Na hii ndio baadaye unasikia mtu akisha kuangamia ghafla anasema kwamba nimerogwa. Lakini sio hivyo. Ijapokuwa ulikhalifu maneno ya Mwenyezi Mungu. Panapozungumziwa maneno ya Mwenyezi Mungu na wewe unaweka maneno ya kidunia na unatoa kiburi, Mwenyezi Mungu sekendi moja tu anaweza kukunyamazisha na upatikane kwamba wewe si chochote katika dunia hii wala haufai. Kwa hivyo maneno ya Mwenyezi Mungu inafaa tupatie heshima. Anapotajwa Mungu tuweke heshima. Tutaje tuweke heshima. Na kama pia maneno ya dunia inaweza kuwa bora kuzidi ya Mwenyezi Mungu, pia ni sisi ni wenye kutulia na kuachia hapo. Tuendelea na hii makelele.